hapa nataka utulie, twende pamoja vizuri. Hatari ya kiroho kuweka vitu vya bandia kwenye vitu vya asili vya Mungu, hasa kwa aliyeokoka. Zaidi kwa mtu aliyekwisha kuokoka, ndiye anaweza kupata hasara, anaweza kupata hatari kwa sababu ya kuweka vitu vya bandia kwenye vitu vya asili vya Mungu. Kuna hatari kubwa kwa mtu aliyeokoka kuweka vipandikizi kwenye vitu vya asili vya Mungu. Hasara yake ni kubwa, kwa sababu kuna neno linazungumza kwenye hivyo vitu vya kupandikiza. Kuna kitu unamwambia Mungu hata kama hujasema. Naanza na mfano, nitaomba mwanamke mmoja nijibu. Umepika chakula. Mimi kama mmeo au mume wako anakuja na kutumeka chakula mezani. Alafu kachukua chakula chako, kachukua mboga kaziweka pembeni. Alafu kaenda kwa jirani, kachukua mboga, akaanza kula ule ugali. Hebu niambie, anazungumza nini hata kama hajakwambia kitu? Kwa sababu hajaongea chochote. Lakini amefika pale akakuta umepika mboga, akachukua mboga, akaangalia chakula, akasukumia mboga huko, akatoka kaenda kwa jirani, akachukua mboga, alafu akaendelea kula ugali. Kwa mtu ambaye una akili timamu, kitu gani kimesikika ndani ya kile kitu? Yaani kitendo kile ameonyesha kitendo cha aina gani? Unajisikiaje kama mpishi uliandaa chakula alafu mtu akikisukumia mbali, akachukua cha mwanamke mwenzio akaja kukiweka pale ndo akala? Amezungumza nini hapo hata kama hajasema? Na maana yake kauli yake ni kwamba pishi lako hajalizika na hajalizika na ulichokifanya, kwa hiyo ameenda kulizika kwa jirani. Hiyo ni kauli tu ambayo amezungumza kabla wewe hujazungumza. Yaani yeye ametumia kitendo. Amekuja kupika chakula, ametumia kitendo kutamka kitu. Kwa hiyo hata mambo ya rohoni na mambo ya mwilini, tunapokuwa tunajipandikiza vitu vya bandia kwenye maisha, kwenye vitu vya asili vya Mungu. Kwa mfano, maana yake Mungu amemweka mwanadamu, amempa nywele zake kamili. Unachukua rasta, unachukua wigi, unachukua makatani, unakwenda kuunganisha kwenye asili ya Mungu. Umemwambia nini Mungu? Kitu gani unamwambia Mungu? Hebu fikiria, unamwambia nini Mungu juu ya nywele alizokumbia? Haujazungumza. Unamwambia nini? Sasa kwa nini nazungumzia kwenye asili ya Mungu? Hebu soma Mwanzo 1:31. Utaona Mungu alipomuumba mwanadamu alisema neno gani ili uone kwamba hakuwa na mapungufu yoyote. Yaani ulipoumbwa na hizo nywele, ulipoumbwa na hizo kucha, basi ulipungukiwa? Je, kwa mjibu wa Mungu aliona umepungua? Hebu nisomee. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Kitu chote alichokifanya kimekuwa chema sana. Sasa unapochukua kingine kukiweka kwenye chema cha Mungu, unamwambia nini Mungu? Mtu wa roho utanielewa, mtu anapookoka maana yake tunategemea mabadiliko ya rohoni, alafu yale mabadiliko ya rohoni yanaleta matokeo kwenye mwili. Alafu ndipo tunajua amekuwa Mkristo. Bwana asifiwe. Lakini kama mtu atabaki ameokoka kwenye mwili, kwenye roho, lakini kwenye tabia zake za kimwili akabaki ni yule yule, haiwezi kuwa ameokoka. Watu watasema hapana, huyu hajaokoka. Kwa nini? Kwa sababu ameokoka kwa ndani, alafu nje anachokifanya hakiendani na wokovu ulio ndani. Kwa sababu kila kinachomtoka mtu ndicho kilicho ndani yake. Sasa tunaona kwamba Mungu alipoumba vitu vyote akasema na tazama ni vyema, vinapendeza, vinafaa jinsi vilivyo. Kwa hiyo asili ya Mungu aliyefanya mwanadamu aliona kila alichomfanya ni nini? Ni chema. Umechukua vitu vya dunia ambavyo tunasema tutupe vya dunia, tuvichukue vya Mungu. Maana yake mtu anapookoka anavua matendo ya dunia, anavua matendo ya ulimwengu, anavaa matendo ya kimungu. Kwa hiyo mtu huyu anaweza kuvua na kila kitu ambacho kilikuwa katika mwili ambacho sio mpango wa Mungu, kwa sababu kama alikuwa na ilizi, maana yake itakiwa aitupe ilizi, si ndio? Sasa kama ameokoka baada anakuja na ilizi, sasa amevaa mkononi, alafu ameokoka na ameweka ilizi yake mkononi, haitupi.
Sasa kwa nini Mungu anataka mtu aliyesema ameokoka arudi kwenye asili ya aliyoona kuwa ni chema? Yaani kama ulivyokuwa Mungu amekufanyia, kama jinsi ulivyokuwa umeumbwa jinsi ulivyo, ile kawaida yako mwanadamu baada ya kuumba, Mungu anataka uwe vile vile ili umwendee. Bwana asifiwe. Hatari yake, unaweza kuwa unaomba sana, ukapiga magoti sana, Mungu asikusikie. Ndio maana unaona watu wengi katika makanisa mengi wanadondoka mapepo sana, kwa sababu vitu ambavyo Mungu hakuvifanya, hata akimwendea Mungu hawezi kumsikiliza kwa sababu hata kusikia. Lakini kama uko kwa Mungu, maana yake lazima uvue ile kawaida, urudi kwenye asili ya Mungu, alafu kisha umwendee Mungu ukiwa kwenye asili yako. Haleluya. Amen. Unapokwenda kwa Mungu, maana yake uende wewe jinsi Mungu alivyokuumba, hauna kitu cha ziada. Haya mapambo yametoka wapi kama Mungu alivyokuumba jinsi ulivyo? Mungu alikuona umenyooka na umekuwa mwema. Je, haya mambo kutoboa masikio, kuweka vyuma kwenye mwili wa Mungu aliyoona umekamilika, vinatoka wapi? Haya mambo ya kuchukua malasa na kuweka kwenye nywele ya Mungu na kupandikiza kwenye asili ya Mungu aliyokufanyia, vinatoka wapi? Huu mpango wa kutoa kuingiza kwenye kucha za bandia kwenye kucha ya asili ya Mungu inatoka wapi? Kuna kitu unamwambia Mungu hata kama hujasema. Mungu akikutazama anajua kuna kitu umesema, kwamba Mungu, mimi sijalizika na uumbaji wako, sijalizika na ulichonipa, sijapenda, akinifai mimi, nataka hiki cha dunia. Sasa kwa namna hiyo, maana kama unaweza kusema hivi, unapomwendea Mungu kumuomba, akikutazama hakuoni kama ni wewe, haoni kama ndiye mwanadamu aliyemuumba kusema amekamilika. Unajua mwingine anasema mimi sivutii nisipoweka vitu vya bandia. Lakini Mungu anasemaje? Anasema alipomaliza kuumba akaona kila kitu ni chema. Maana yake anataka mwanadamu anayemwabudu, anayeokoka, anaanza kuacha kila kitu, anavua, anakuwa kwenye asili. Wazee wa zamani wanafahamu kanisa la kwanza, hata makanisa tu ya kawaida haya yanayoitwa madhehebu, zamani alikuwaje kabla. Hata makanisa ya kwanza, kanisa la Kristo la Bwana la mitume walikuwa wanakusanyika, kwamba waliyafanya haya. Naomba tuangalie kitabu cha Yuda sura ya kwanza, maana kuna Yuda moja tu, sura iko moja. Yuda 1:7. Utasema haya ni mambo ya mwili. Watu wa Sodoma na Gomora walichoma moto na kuangamizwa kwa sababu ya vitu kama hivyo. Naomba nisomee Yuda 1:7. Yuda 1:7. Ndio. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando waliofuatana uasherati kwa jinsi moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo asili, imewekwa kwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kama vile watu wa Sodoma walivyofuata vitu vya mwili visivyo asili, wamewekwa kwa ajili ya adhabu ya hukumu ya siku ya mwisho. Imewekwa kuwa dalili ya hukumu ya siku ya mwisho. Maana yake anasema watu hawa wamewekwa kwa ajili ya adhabu kwa sababu walifanya vitu visivyo vya asili kwenye vitu vya asili vya nani? Vya Mungu. Waliweka vitu visivyo vya asili kwenye vitu vya asili vya Mungu. Maana yake haya ni mambo ya mwili. Haya ni mambo ya mwili ambayo tunayasoma. Naomba urudie kidogo hapo ili tuende pamoja. Kama vile Sodoma na Gomora. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando waliofuata uasherati kwa jinsi moja ya Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo asili. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo asili. Imewekwa kuwa dalili. Imewekwa kuwa dalili. Wakiadhibiwa katika moto wa milele. Wakuadhibiwa katika moto wa milele. Wameenda kufuata vitu vya mwili visivyo vya asili. Imewekwa kwao kuwa dalili ya hukumu ya siku ya mwisho. Sasa nisipohubiri mambo haya, nitahubiri yapi ili watu wapone na hukumu ya milele? Watapona vipi? Kwa sababu Mungu, mtu anapookoka, maana yake anataka mtu mwenyewe. Anataka mtu mwenyewe. Anataka mtu ambaye yeye alimfanya, yaani awe na kawaida ya asili yake. Huo ndio wokovu.
Hayo mengine ya kujiongeza hayakutoka kwa Mungu. Mungu alimuomba mwanadamu akiwa amekamilika, aliokoka, anarejea kwa Mungu, anarejea kwenye asili ya Mungu. Maana mwanadamu alipomkosea Mungu alijitenga na Mungu. Kwa hiyo anaporejea, anarejea na kawaida yake ambayo Mungu alimuumba nayo. Haya mengine ya kujiongeza tunayopandikiza kwenye asili ya Mungu, maana yake tunajaribu kumkashifu Mungu kwamba hatupendezi na alivyotufanya. Tungekuwa na nywele kama za watu fulani, tungependeza sisi kama tukiwa kama watu fulani. Wataalamu wanasema kwamba yale mawingu yalitengenezwa pia kwa ajili ya watu wasiojiamini, wanaoona hawajiamini katika hali yao ya nywele. Kwa hiyo ili wajifunike, ili wapate kujiamini kutumia kitu cha bandia. Kwa hiyo vitu vya bandia kwa mtu aliyeokoka vina hatari sana kwenye maisha yake, kama alivyosema Yuda 1:7. Niurudie, unasema kwamba maana ndio iliyobeba ajenda yangu kuu. Unasema mstari wa 7, kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando walifuata uasherati kwa jinsi moja, na hawa wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, ambayo hayakutokea. Mungu alipomfanya hakuwa nayo kama hayo. Watu wa Sodoma waliyafuata mambo hayo. Biblia inasema imewekwa kuwa dalili ya hukumu wa moto wa milele, kwa sababu tumemkana Mungu alivyotufanya. Tumekanusha kupendezwa na Mungu alivyotufanya. Unapookoka unarejea kwenye msingi wa jinsi Mungu alivyokuumba ili upatane naye. Maana matokeo ya mwili, matokeo ya kupokea katika roho yanageuza matendo ya mwili. Bwana asifiwe. Matokeo ya kuokoka yanageuza matendo ya mwili, yanageuza mwanadamu aliyekuwa ameenda kuchukua vitu vya dunia na kuanza kuchukua vitu vya Mungu. Maana anarejea kwenye uasilia wake ili aweze kusema na Mungu aliyemfanya kwenye uasilia wake. Kwa hiyo unapochukua vitu vya bandia na kuweka kwenye asili ya Mungu, maana unamwambia Mungu neno hata kama hujasema. Umemwambia nakupenda, lakini kwa sababu ya vitu hivyo umemkana. Maana ungelikubali, usingejiongeza vitu ambavyo aliona yeye. Anasema alipomuumba mwanadamu, alipomaliza kuumba aliona kila kitu ni chema. Alafu tena sio chema tu sana, aliona ni chema sana. Ili tunapotaka kufanya hivi, tunataka kupendezesha Mungu au mwanadamu. Na kama kanisa likimpendezesha mwanadamu, maana yake haliwezi kumwona Mungu, kwa sababu maana yake mtu aliyempendezesha mwanadamu, maana yake mwanadamu akimsifia amepata dhahabu yake. Kwa hiyo kama utafanya kitu kwa sababu ya mwanadamu, endelea kufanya. Lakini kama utafanya kitu kwa ajili ya Mungu, rejea kwenye uhalisia wako mwenyewe. Bwana asifiwe. Wewe ulivyo, Mungu anasema kwamba ulikuwa umependeza sana. Katika hivyo vyote vinatoa tafsiri kuwa mwanadamu hajaridhika na uumbaji wa Mungu aliyemuumba. Kwa hiyo anamrekebisha Mungu kwa kushindana naye. Maana yake anamrekebisha Mungu kwamba Mungu, mimi ningetaka nipate kitu cha namna hii. Tunatoka kwenye asili ya Mungu. Tuliokoka tunatakiwa kukaa kwenye asili ya Mungu, ili tunapomwendea Mungu aweze kutuona na kutujibu, kwa sababu sisi ni wenyewe. Na ndio maana unaona mahali pengine tunapoona ni upotovu ni hivi, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu aliona amekamilika. Sasa haya mengine yanatoka wapi? Chanzo chake ni nini? Bwana asifiwe. Haya mengine chanzo chake ni nini? Naomba tusomee Ufunuo 17:4. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 4 mpaka wa 5. Msomee kwanza wa 4 kisha tuende wa 5. Ufunuo 17:4 hadi 5. Ndio. Biblia imeandika, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake
jawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Kwa hiyo huyu mwanamke katika mstari huu anasema kwamba na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Huyu mwanamke alijipamba vitu lulu vya dhahabu vya lulu katika masikio, katika macho yake, lakini kwa sababu kikombe chake kilibeba ukahaba. Sasa wa 5 msomee. Na katika kipaji cha uso wake, kipaji cha uso wa mwanamke aliyejipamba mapambo ya namna hiyo, alikuwa na jina limeandikwa. Ndio, la siri. Lilikuwa jina limeandikwa kwenye kipaji cha uso wake kwa siri. Yaani halisomeki kwa kuliona, kuna jina linasikika kwenye uso wake. Linasoma kitu gani? Mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Mama wa makahaba. Jina limeandikwa katika uso wake, mama wa makahaba, kwa sababu ya vipambo vya lulu alivyokuwa ameviweka kwake. Huyu mwanamke alikuwa na vitu vya aina hiyo vikitambulisha kwamba yeye ni mwanamke aliyebeba zinaa ndani yake. Sasa wanawake wanaopenda kujipiga biashara, wanaopenda kujiuza, wanaopenda wanaume wa kila aina, huwa wanatoka kwenye wanajitafutia kitu kingine ili wajiongeze. Mwanamke huyu kikombe chake alichoshika mkononi na kwenye paji la uso wake limeandikwa mama wa makahaba, kwa sababu hakuna mahali pengine utaona mapambo amevaa mtu yoyote, utasikia tu mama wa makahaba. Bwana asifiwe. Mapambo chanzo chake ni mambo ya kikahaba, lakini mtu wa Mungu anabaki kwenye asili yake. Hatakiwi kujichubua na kuwa mwekundu wakati alikuwa mweusi. Hatakiwi kubadili chochote ambacho Mungu amekiumba kwenye asili yake. Hutakiwi kuchoma nywele zikawa rangi tofauti na ambayo Mungu alikupa. Hutakiwi kufanya badiliko lolote katika mwili wako ili umpe heshima Mungu. Haleluya. Amen. Maana yake ukifanya hivyo umeivunja heshima ya Mungu kwako. Maana yake umemkana. Katika Yuda anasema watu wale waliyafuata mambo ya mwili yasiyo asili ya Mungu, yasiyo ya asili. Maana yake wakaongeza vitu vingine visivyo vya asili kwenye miili yao. Wamewekwa kwa ajili ya kuwekwa kwenye moto wa milele. Sasa ikiwa kanisa linaweza kupelekwa kwenye moto wa milele, sasa mimi nitanyamazaje? Kwa mfano, ikiwa nataka watu wa Mungu waende mbinguni, ikiwa nataka watu wa Mungu wakamuone Mungu, nawezaje kukaa kimya? Nimejitahidi kuvumilia ili nisiseme, lakini nimeshindwa kwa sababu nikakuta sauti nataka niseme. Ndio maana nikaamua niseme leo. Kwa laiti kama mtu akikataa, akiyakubali, manake Bwana ndiye atakayempa hesabu yake. Hapa anasema wamewekwa kwa ajili ya moto wa milele, kwa sababu wametoka kwenye vitu vya asili vya Mungu, wameenda kuweka visivyo vya asili. Katika mstari huu mapambo haya tumeona kwamba mama wa makahaba huyu. Kwa hiyo unapofanya hivyo, kuna jina liko ndani, halionekani. Kuna muhuri unasomeka kwenye paji la uso wako. Wakikutazama, shetani anajua wewe ni nani. Kwa hiyo hata ukimwendea Mungu, Mungu anaona kwenye paji la uso wako kumeandikwa sauti nyingine. Kwa maana madhara yake ni makubwa, kwa sababu yanapelekea mtu atakuwa naamini atakwenda kwa Mungu na anaamini anamuomba Mungu iko siku atamjibu, atakuta siku zinakwenda hata majibu hayatokei. Ni madhara makubwa kwa mtu wa rohoni. Kwa hiyo lazima mtu uliyeokoka ubaki kwenye asili yako. Vitu ambavyo uliumbwa navyo utoke vile vile, ndipo mwendee Mungu, itakusaidia. Lakini usipokubali, kuna neno kwenye paji la uso wako, limeandika kitu katika paji la uso wako. Kwa hiyo Mungu unapomwendea atachelewa sana. Na ndio maana inawezekana ungekuwa viwango vikubwa, uko hapo kwa sababu ya wewe umeamua uwe hapo. Inawezekana ungekuwa mtumishi kwenye viwango vikubwa, lakini uko hapo kwa sababu. Inawezekana ungekuwa mwombaji kwa sababu umeacha hata uombaji, inawezekana kwa sababu. Kwa hiyo lazima ukubali kutoka, usimrekebishe Mungu. Hebu tuone katika kitabu cha kwamba nimesema kwamba
Mwanadamu ameshindwa kuridhika na uumbaji wa Mungu aliyemuumba, kwa hiyo anamrekebisha Mungu na kushindana naye. Warumi sura ya 9 anasema mimi nitakwenda agano jipya tu ili tuende sawa. Na sasa ikifika wakati tujue tunaamua jambo linalonyoka ili kanisa likamuone Mungu, kuliko tukawa na watu ambao Bwana akitazama kanisa anachukia, anapata machukizo tu. Tunamwambia kijana mmoja, anasema nafikiri Mungu atakapokuja atatoka amekasirika sana, kwa sababu kumekuwa machafuko mengi kwenye dunia hii. Tumesoma katika Isaya inasema dunia iliyolewa imelemewa na mzigo wa dhambi. Yaani haueleweki. Watu wameacha asili ya Mungu, wanafuata asili yao wenyewe. Kwa sababu maana wamegeuka kumtii shetani kuliko Mungu. Hebu nisomee kwamba nimesema kwamba maana yake mtu anakuwa hajaridhika na uumbaji wa Mungu na kufanya marekebisho. Maana yake anamrekebisha Mungu kwa kushindana na Warumi 9:19. Basi utaniambia mbona angalau akilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? Ni nani ashindanaye na kusudi lake? 21. Au mfinyanzi je, hana amri juu ya udongo? Je, mfinyanzi hana amri juu ya ule udongo aliokusanya kwa ajili ya kufinyanga? Kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha hekima, kiwe cha heshima. Kwa fungu moja la udongo anaumba chombo kimoja kiwe cha nini? Cha heshima. Fungu lingine na kimoja kiwe hakina heshima. Na kimoja kiwe hakina heshima. Hapa ndio unaposema kanisa limeshindwa kulizika. Anasema yeye mfinyanzi ndiye humfinyanga mtu. Fungu moja la udongo anatengeneza mfinyanzi wenye heshima, lakini fungu moja anatengeneza mfinyanzi ambao una heshima. Kwa hiyo wewe unapoona mimi si hapa najiona siko sawa, Mungu aliona kwa mfinyanzi wake chombo kimoja kiwe bora kuliko chombo kingine. Kwa hiyo unapotafuta mtu mwingine unajiacha wewe. Kuna kitu nasema. Rumi sura 9 mstari ule wa 19 mpaka 21. Mstari huu kuna kitu Mungu mwandishi wako wa kitabu hiki anasema, ufunuo wa kimungu anasema kwamba mstari wa 19 anasema basi utaniambia mbona angalia ukilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo mwanadamu wewe nani umjibuye Mungu? Si kama unanielewa hapa. Anasema basi utaniambia mbona unaangalia ukilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo mwanadamu, binadamu wewe nani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwa nini kuniumba hivi? Bwana asifiwe. Amen. Sasa sio kama nielewa, hata nikiachia tu hapo mimi naweza kumaliza. Anasema yeye mstari huu wa mwisho wa 19 umebeba ujumbe wote. Anasema mwanadamu wewe uliyeumbwa na Mungu, kwa nini kumwambia kwa nini kuniumba hivi? Nani wewe? Kwa nini kuniumba hivi? Kwa nini hukuniumba basi niwe nitoke na wazungu wana nywele zao ndefu sana kama mnazoenda kuzinunua? Mungu aliwapa. Ndio maana amesema katika fungu moja aliumba kingine kinakuwa kizuri zaidi. Katika fungu moja anaumba cha kawaida. Kwa hiyo ukiwa wa kawaida kubaliana na hali yako. Acha kujichanganya. Maana yake mfinyanzi ndiye anayeamua udongo mmoja uwe mzuri, mwingine usiwe mzuri. Haleluya. Kubaliana na hali yako mtu wa Mungu. Acha kuongeza vitu ambavyo Mungu hakuviweka ndani yako. Maana yake amesema mfinyanzi ndiye anayeamua udongo mmoja uwe wa thamani, uwe mzuri, lakini afinyange udongo mwingine uwe wa kawaida. Sasa wao umekuwa wa kawaida, unataka kushindana. Sasa anasema ni nani, mstari wa 19, ni nani ashindanaye na kusudi la Mungu? Je, wewe mwanadamu wewe nani wewe ushindanaye na kusudi la Mungu? Mstari huu unasema hivi. Asema basi utaniambia mbona angalia ukilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo binadamu wewe nani umjibuye Mungu? Kwa sababu maana yake unatoa majibu kwa kitendo. Unajua hadi kwenye ndani ya nyumba mtu mwingine anaweza kukujibu kwa vitendo. Naomba maji ya kunywa. Hajasema naleta, ila kaleta maji.
Si amekujibu? Unasema mbona unaleta maji bila kuitikia? Wewe kunywa maji. Kwa hiyo anasema kwamba maana yake anasema ni nani mwanadamu wao mjibuye Mungu? Unamwambia Mungu, kwa nini unanifanya hivi? Kwa nini ulinipa nywele za aina hii? Kwa nini ulinipa kucha zisizokuwa ndefu hizi? Kwa nini hukunifanyia hivi? Kwa nini hukunitendea hiki? Kwa hiyo unapofanya hivyo, anasema ni wewe mwanadamu, nani wewe? Unayemjibu Mungu ni nani? Nani binadamu? Na hapa amemtaja kabisa, nani binadamu wewe unayemjibu Mungu? Maana yake kwa vitendo umemtolea majibu Mungu kwamba hujaridhika na ulichofanyia. Sasa usiporidhika alafu umeokoka, tutapataje kupona tusipojali wokovu huu tulionao? Katika mstari huu ni umalizia, anasema unani kusudi lake. Sasa unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwa nini uliniumba hivi? Unaweza kusema nimesema wapi? Kwa kitendo unachokifanya cha kuweka vitu vya bandia kwenye vitu vya asili vya Mungu, maana yake unamwambia Mungu, kwa nini kuniumba hivi? Hata kama hujasema, ila kwa vitendo umeongea. Sasa anasema nani wewe? Namalizia, anasema au mfinyanzi, je, hauna amri juu ya udongo? Mfinyanzi hana amri juu ya udongo? Yaani mtu aliyekuumba hana amri na wewe kwamba afanye mtu wa aina gani na wewe uwe wa aina gani? Vile ambavyo ulikuwa ndivyo Mungu aliona ukae hapo, usitoke. Adamu alitoka mahali alipokuwa Mungu alimtafuta. Na wewe Kristo ukitoka mahali Mungu amekuweka, Mungu alivyokuumba anakutafuta, rejea mahali pale. Usisome vibaya. Agano la Kale linasema Adamu alipoona amekosa Mungu aliondoka mahali pale, Mungu akamtafuta. Wakati mwingine Mungu anapokuja kwetu, anakuta tumeondoka kwenye ile hali ya uumbaji wa Mungu, tumekuwa wengine, anatutafuta. Anataka turejee kwenye uhalisia wa Mungu ili tukamuone. Haleluya. Kwa hiyo wewe mwanadamu, rejea kwenye mahali ambapo Mungu amekuweka. Bahati mbaya tuko mahali ambapo hatujawekwa na Mungu, ndio maana tunapata shida. Endelea. Isaya 64 mstari wa 8. Mfinyanzi ni nani? Maana tumetaja hapa mfinyanzi, unaosema labda alikuwa anazungumzia anayetengeneza viungu. Sasa unakuaje unazungumza hapa 64 mstari wa 8? Isaya 64 mstari wa 8. Lakini sasa Bwana, wewe baba yetu. Baba yetu. Sisi tu udongo. Sisi tu udongo. Nawe mfinyanzi. Nawe mfinyanzi. Amemaliza. Baba yetu. Sisi tu udongo na wewe ndio mfinyanzi. Na pale kwenye Warumi sura hii tuliyosoma ya 9 na mstari wa 19 anasema mfinyanzi hana amri. Je, aliyeumba na Mungu amwambie kwamba kwa nini kuniumba hivi? Sasa huyu mfinyanzi ni nani? Isaya anamsema Mungu Baba, sisi tu udongo, wewe mfinyanzi. Kwa hiyo yeye ametuumba kwa kadiri ambavyo alitaka yeye. Kwa hiyo kwamba amechagua udongo mmoja uwe bora na udongo mwingine usio bora. Kama sio bora, kaa hapo usitoke. Ili Mungu anajua na kutumia na wewe na ubora mahali fulani. Haleluya. Unaweza ukakosa ubora hapa kwenye nywele, ukakosa ubora kwenye kucha, ukakosa ubora kwenye mapambo ya masikio, lakini Mungu yeye anajua wapi wewe ni bora. Haleluya. Kwa hiyo unapotoka kwenye uasili wa Mungu, maana yake unamwambia Mungu, kwa nini kuniumba hivi? Sasa ukimwambia Mungu kwa nini kuniumba, anasema ni nani mwanadamu ashindanaye na Mungu? Je, wewe wa kumjibu Mungu? Na mfinyanzi auambie udongo kwamba kwa nini kunifinyanga hivi? Kweli? Anasema hapana, haiwezi kuwa hivyo. Katika Yuda 1 tumeona mstari ule wa 7. Jinsi alivyosema watu wa Sodoma walivyovitegemea walivyoacha vitu vya Mungu, wakavipandikiza vitu vya asili katika miili yao. Sasa tunaona hapa katika Rumi naye anazungumza. Isaya anatukumbusha kwamba anayetajwa hapa muumbaji ni nani? Anasema Mungu Baba, wewe sisi tu udongo na wewe ni mfinyanzi. Lakini maana yake tayari anaonyesha yeye ndio muumbaji. Sasa mfinyanzi huyu anaanza kumwambia Mungu, kwa nini kuniumba hivi? Alafu katika Warumi anasema mfinyanzi anaamua udongo mwingine uwe bora zaidi, uwe mzuri, utengeneze kitu bora,
lakini udongo mwingine utengeze kitu cha kawaida. Kwa hiyo wewe kama ni wa kawaida, usitoke hapo, kaa hapo. Haleluya. Huo ndio wokovu. Hili ndio neno la Bwana. Mwenye masikio na alisikie. Anasema kwamba manake kama unajiona wewe si bora, usichanganyikiwe na dunia inaelewa hii. Usiangalie wale wamependeza, imeelewa hii dunia. Hebu baki kwenye asili yako ili Mungu aseme na wewe. Inawezekana tunachelewa kusema na Mungu kwa sababu ya asili yetu. Unaanza kusema nimemuomba Mungu sana hata sipati majibu. Kwa nini? Kwa sababu sio haupo kwenye asili. Kuna kitu umemjibu Mungu hata kama hujasema. Umemwambia Mungu kwa nini kuniumba hivi? Mapambo ni hatari sana. Chanzo chake ni mama wa makahaba. Ndio anasema ameanzisha vitu hivi ili kuwavuta watu awazilishe. Alitoa vitu hivi ili viwavutie watu awazilishe. Hakuna kazi nyingine. Sasa wewe uliokoka, unapookoka unaanza kubadilika ndani. Ukibadilika ndani ukamweka Mungu, maana yake Mungu anaanza kubadilisha kwenye mwili. Kama umeshindwa kubadilika kwenye mwili, bado hata rohoni huwezi kubadilika. Kwa sababu matokeo ya wokovu yanabadili mtu mwilini. Yaani anakutengeneza hata mwili wako, huwezi kukubali kudhalilisha. Usipotoka, Biblia inasema amewekwa akiba kwa ajili ya moto wa milele. Kwa hiyo kama utakubali kwenda huko, basi ukubali wewe, lakini sisi tumehubiri. Mtu akiokoka huondoka kutoka kuzitimiza tamaa za mwili na kuanza kuyatimiza mambo ya rohoni. Bwana asifiwe. Amen. Mtu akiokoka huondoka kutimiza tamaa za mwili na kuanza kutimiza tamaa za rohoni, mambo ya rohoni. Hebu nisomee katika kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 3. Mwingine ukinifunulia Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Efeso sura ya 2 mstari wa 3 inasemaje? Nimesema mtu akiokoka huondoka kutoka kuzitimiza tamaa za mwili na kuanza kuyatimiza mambo ya rohoni. Sio mambo ya tamaa za mwili. Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katika yao. Ndio. Kati yao, katika tamaa za mwili. Ndio. Dhamiri yetu. Asema nasi zamani tulikuwa tunaenenda katika hayo, katika tamaa za nini? Za mwili. Zamani. Anazungumza kabla ya wokovu, walikuwa wanaenenda katika tamaa za nini? Za mwili. Tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia. Ndio. Tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Tukawa watoto wa hasira kwa sababu tuliyatimiza mambo ya nini? Ya mwili. Tukawa watoto wa hasira hapo zamani kama wengine, yani wale ambao hawajaokoka. Bwana asifiwe. Sasa anasema kama tukiitimiza, kwa mtu zamani kabla ya wokovu tuliyatimiza mambo ya tamaa za mwili. Lakini baada ya wokovu, maana yake hatutimizi tamaa za mwili, tunatimiza ya mapenzi ya Roho Mtakatifu, mapenzi ya neno la Mungu. Tunatimiza neno, tunalitimiza neno la Mungu baada ya wokovu. Hatutimizi tamaa za mwili. Mwili ukileta tamaa, tunamwambia neno linasema. Ya wokovu. Matendo ya Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Petro wa kwanza sura ya 2 11. Wapenzi, na wasii kama wapitaji. Na wasii kama mnapita hapa duniani. Wapenzi, na wasii kama wapitaji na wasafiri. Ndio. Ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Wapenzi na wasii kama wasafiri. Jiepusheni na tamaa za mwili zipinganazo na roho. Haleluya. Amen. Mwili unachotamani hicho si ndicho roho anataka hata kidogo. Sio hicho. Si ndicho Mungu anataka, anasema jiepusheni nazo. Kwa hiyo mtu anapookoka huanza kutoka kuzitimiza tamaa za mwili, anazikataa, anaanza kutimiza mapenzi ya neno la Mungu. Tunasema anaokoka. Katika kitabu cha Wagalatia 5:16 inasemaje? Galatia 5:16 imeandikwa, basi nasema enendeni kwa roho. Ndio. Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Basi nasema enendeni kwa roho, kamwe hamtazitimiza tamaa za nini? Za mwili. Watu waliotoka kutokuenenda kwa roho wanashughulika sana kutimiza mambo ya mwili. Lakini mtu wa rohoni anasema enendeni kwa roho, hamtazitimiza hizo tamaa za mwili yenu. Hicho ambacho mwili unatamani, mimi ningekuwa hivi, mimi ningekuwa hivi. Wewe unamwambia
anamwambiaje Mungu? Katika Rumi inasema sura ya 9 mstari wa 19, wewe uliyeumbwa unaanza kumuuliza Mungu, kwa nini kuniumba hivi? Unaanza kutenda kitendo cha kusema kwa nini kuniumba hivi? Maana yake uliziki na unywele aliyokupa, uliziki na kucha hizo kupa, amekupa masikio mazima, unaenda unatoboa, unaweka chuma, unamwambia nini Mungu? Wewe mlokole vipi? Bado hujaokoka kweli? Unatoboa mwili, unaweka chuma kwenye mwili wa Mungu, afu unataka uweke. Wewe unatafuta kitu gani? Kitu gani unakitafuta? Hayo mapambo tujiepushe nayo, yana hasara sana kwenye mambo ya rohoni, ila sio hayaonekani kikawaida. Mtu tumeona hapo, kumbuka kuna mtu wa kwanza na mtu wa pili. Mtu wa kwanza ni wa mwili na mtu wa pili ni wa rohoni. Wakorintho wa kwanza 15:47 hadi 50. Kuna mtu wa kwanza wa mwilini, kuna mtu wa pili anayekuwa wa rohoni. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Atoka katika nchi Na wa udongo. Na wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Mtu wa pili atoka mbinguni. 48. Kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walivyo walio wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Yaani hawatofautiani. Na kama tulivyoichukua mpaka 50 utaishia. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, ndio kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kama sura ni muonekano, Bwana asifiwe. Kama tulivyochukua muonekano wa yule wa udongo, tunapokuwa tunaokoka ndivyo tunavyochukua sura ya yule wa mbinguni, yaani muonekano wa yule wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemayo ni haya. Anayosema ni haya. Kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Nasema ya kuwa hizi nyama hizi na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Wala uharibifu hauwezi kurithi kutokuharibika. Mmenielewa? Ukiharibu usitegemea kupata kutokuharibika. Anasema uharibifu hauwezi kurithi kutokuharibika. Umeharibu kwenye neno la Mungu, alafu nataka urithi mbinguni. Anasema kurithi hauwezi kurithi ulioharibika, hauwezi kurithi kutokuharibika, utarithi kuharibika kule kule. Maliza. Sasa ni mapambo gani wa Kristo wameamuliwa wajipambe basi? Kwa sababu Biblia imesema wanawake na wajipambe. Kwa namna gani sasa inatupa mwongozo? Ni mapambo yapi sasa walioamuliwa wa Kristo? Sasa ufahamu wewe umeamuliwa nini? Hata kama havikuvutii, lakini ndivyo hiyo kuamuru. Hata kama havivutii, Mungu akisema yeye amesema. Niwaambie nini? Mungu aliposema ya kuwa Musa uambie mwamba, yeye akaupiga. Mungu alibadili mtazamo wa Musa. Hufiki Kanaani. Lakini jambo lilikuwa dogo. Musa uambie mwamba, yeye akaupiga. Anasema nyinyi mtaka niwatolee maji? Akaupiga tena kama mwanzo. Kwa sababu mwanzo Mungu alimwambia upige mwamba, utatoa maji, akaupiga. Pili akamwambia Musa, bado anataka maji, uambie mwamba utoe maji. Musa akaupiga. Tendo moja lilibadili historia ya Musa kwenda Kanaani. Likabadili mazingira. Sasa mapambo yapi walioamuliwa wa Kristo? Hebu tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza sura 3. Nisomee sura 3 na mstari wa 3 mpaka wa 5. Wanawake wanaelewa kujipamba kwa namna gani? Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 3 mpaka wa 5. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Ndio. Yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Ndio. Bali kuwe utu wa moyoni. Ndio. Usioonekana. Katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho. Ya upole na utulivu. Roho ya upole. Iliyo ya thamani mbele za Mungu. Maana
Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu, walijishughulisha na mambo ya rohoni na si ya mwilini. Walikaa katika utii, walikaa katika mambo ya rohoni, hawakuhama kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo kwa namna hii anasema ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu. Sasa wengine ni wakina nani? Bwana asifiwe. Kama watakatifu mapambo yao yalikuwa hayo, vipi ambayo unakwenda tofauti na hayo mapambo ya roho unaenda kupamba ya mwilini? Hawakujishughulisha na mambo ya mwilini, walijishughulisha na mambo ya rohoni. Hebu nisomee, unaweza kusema labda ni Petro. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Unasema wajipambe kwa namna gani? Vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Wanawake mapambo yao ni mavazi ya kujistiri. Wala sio heleni, wala sio malasta, wala sio mawigi, wala sio isipokuwa mavazi ya kujistiri. Jambo lingine, pamoja na adabu nzuri. Pamoja na adabu ni pambo. Adabu ni pambo zuri kwa mwanamke na kwa mtu yoyote anapokuwa na adabu. Hilo ni pambo linaloweza kutoa faida kwenye maisha yake. Na moyo wa kiasi. Moyo wa kiasi. Moyo ukikosa kiasi, itatoka nguo hii unaitaka. Itatoka kitu fulani unakitaka. Zitatoka mambo ambayo sio ya kimungu unayataka. Moyo hauna kiasi, chochote unang'ang'ania. Si kwa kusuka nywele. Ndio. Wala kwa dhahabu na lulu. Ndio. Wala kwa nguo za thamani. Ndio. Anasema si kwa kusuka nywele wala na vitu vya thamani. Neno si watu wengi tunapenda kulizungumza sana. Kwenye kitabu hicho sura ya 3, hapo nasoma ni sura ya 2, si ndio? Sura ya 3 ukisoma utapata sifa za wazee. Alafu pale anasema mzee si mpiganaji, si mgomvi, si mlevi, si mtu wa kupendelea ulevi, si mgomvi. Sasa hapa tunajiuliza, hii si mgomvi imemruhusu kwamba mzee wa kanisa awe mgomvi? Mstari wa kwanza hapo kwa sura ya 3. Anzia tu mstari wa 2 ili tuelewane hapo. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumu. Ndio. Asiyelaumika. Ndio. Mume wa mke mmoja. Ndio. Mwenye kiasi na busara. Ndio. Mtu wa utaratibu. Ndio. Mkaribishaji ajuaye kufundisha. Mkaribishaji ajuaye kufundisha. 3. Si mtu wa kuzoelea ulevi. Samahani. Si mtu wa kuzoelea ulevi. Maana yake ameruhusiwa zoelee. Sasa pale anasema si kwa kusuka nywele. Kwa nini tunaona ile si kwa kusuka nywele ndio iko sahihi? Haijakataa. Hii sipokuwa hii ya kusema si kuzoelea ulevi, basi hii inamruhusu asizoelee ulevi. Anaendelea anasema si mpiga watu. Si mpiga watu, inamruhusu kupiga watu. Neno si ni kitu kinachoongea kwamba ni neno la katazo linalosema si. Katika mstari huu inaeleza kabisa si mpiga watu. Huyu maskofu si mtu wa kupendelea ulevi. Maana yake haijamruhusu, imesema si, maana yake ni katazo kwa mtu huyu anayetakiwa kuwa askofu. Kwa hiyo kama kwa maneno hayo tunaweza kusema, na ndio tunayotumia sana, kusema kwamba hapana, Biblia imesema askofu asiwe mtu wa kuzoelea ulevi. Imesema si mpiga watu. Huyu bwana hawezi kuwa askofu. Juzi tu alimpiga mtu, anakosa sifa ya kuwa askofu. Sasa kama hili neno si limekuwa na nguvu kiasi hicho cha kukataza hayo mambo, kwa nini mahali pengine niliposema si tunakataa? Tujiulize sana. Tusije tukaingia kwenye 18 za shetani. Tukajikuta kanisa lote tunajua tunakwenda mbinguni tusiende. Kwa sababu tulikwenda kinyume na neno la Bwana. Hivi kuyatimiza maneno ya Bwana, kwa nini hatutaki? Kwa hiyo mapambo walioamliwa wanawake ni adabu nzuri, mavazi ya kujistiri. Hajasema mambo mengine ya vikukuu, sijui vinini. Hapana, imesema adabu nzuri pamoja na kujistiri pamoja na adabu nzuri. Hayo ni mapambo walioamliwa wanawake takiwa wafanye.